Sasa tumezungumza zaidi kuhusu theory Theory nyingi sana tumezungumza. Now we're coming back to practical wise. Baada ya kuzungumzia historical background ya NVDA, tukazungumzia NVDA ina support nini, tuje tuzungumze sasa jinsi ya kutumia NVDA. I think you are told how to start NVDA. If you press Control plus Alt plus N utakuwa unawasha NVDA yako. Je, ukiwa unataka kuizima kuquit NVDA unafanya nini? Nataka quit NVDA, unaondoaje NVDA? Kuna press Control Alt Bila nataka kama tunatumia NVDA. Ina maana kwamba screen reader ndio. Kwa hiyo kama mimi nafanya kazi zangu ndani hivi. Naweza control. Anasema huyu jamaa bana, mimi nataka nizime NVDA yangu, mimi naweza control tusizingue. Control, tukitaka kuzima NVDA tunaweza control. Is he right? Do we accept with this concept? Yes. Hapo naambia una silence the speech. Unaifanya isiongee kwa muda huo. Sasa na mtu amezimwa mdomo. Anapiga unaona? Lakini baada ya kilicho piga vile. Kwa hiyo una just silencing the speech. Unakuwa hujazima. Okay. Kwa hiyo NVDA nikaipata. Nikaenda kitabu kile nikaenda kwenye right arrow na ikuta iko na zake vitu vingine ndio ni program. Hata ninapotaka kupita kwenye program ya NVDA sina kupita kama ninapopita kwenye program zingine. Hamna uwezo kufanya hivyo. Kwa sababu ukipiga enter itajiwasha tu vile tena. Basi ni fine insert end. Na bonyeza insert. Alafu na kawi. Sasa ili uweze kwenda kuzima NVDA yako, just a few steps to be followed. Unaenda kwenye notification area. Sasa hapa ndipo utakapokuja kuona kwamba hizi vitu vinavyofundishwa hivi vinakuwa vinaoana. Yaani sequence inavyoenda hivi vinakuwa vinaoana. Unaenda kwenye notification area. Ukishafika kwenye notification area itakwambia notification button. Pale pale notification button. Utapiga space bar pale. Baada hapo utabonyeza either up or down arrow mpaka utakaposikia NVDA button. Ukishasikia NVDA button, bonyeza application key. Umeona huo uwiano Yaani hapo nimerudi mpaka kwenye keyboard overview. Nimesema hivi, tunaenda kwenye notification area. Tukishaenda kwenye notification area, pale pale ulipo utakwambia notification area button. Pale hata usisumbuke sana. Utapiga space bar pale ili ku-unhide. Kwa sababu kuna icons zinakuwa ziko hidden pale. Ukipiga space bar una-unhide zile icon ambazo ziko hidden. Then utabonyeza down arrow au up arrow. Utasikia NVDA button. Sasa wewe baada ya kupiga space bar ili uifungue, no, don't do it. Bonyeza application key. Ukishabonyeza application key, bonyeza either up arrow or down arrow, utakuta exit. Ukishasikia exit, piga enter. Kwa hiyo mwalimu amewambiaje? Ametuambia jinsi ya kushika NVDA. Ya kuizima hiyo NVDA. Kwa hiyo kitu cha kwanza lazima uitafute mahali ilipo. Na kipindi kile wakati tuna navigate kwenye notification chevron kule, nafikiri mlisikia kitu fulani kinaitwa NVDA. Yaani wakati mna navigate kwa down arrow, moja ya information amsikia kitu kinaitwa NVDA. Kwa hiyo kwanza ukifika kwenye notification chevron button, kwa sababu ile ni button, lazima upige space bar. Kwa sababu usipopiga space bar pale utapata taarifa chache. Kwa mfano ukifika kwenye notification area pale, alafu tu uka down arrow bila kubonyeza space bar, ina maana utapata taarifa chache. Hebu ngoja tupate sample. Hebu nenda kwenye notification area. Ishi hapo. Sasa down arrow alafu solve PC issue. Tena down arrow fully charged 100%. Hapo unapata taarifa ya betri yako kwamba iko fully charged na imekuwa charged kwa 100%. Kwa hiyo unapopata taarifa hiyo, ina maana you take action. Kama uko nyumbani, maana unatoa hiyo charger, maana unajua kuna problem ya kutumia kitu kikiwa kwenye charger. Yes. Unaua betri mapema. Kwa hiyo inashauriwa unatoa charger kwa sababu iko kwenye 100%. Unatumia mpaka ishafika asilimia kama 15 hivi. Ina maana hiyo asilimia unaijuaje? Ni kwa kuja kuangalia hapo kwenye notification chevron au notification area na down arrow, unapata hiyo information. Lakini sasa hivi ziacheni tu. Nichomoe wewe. Umeshachomoa? Ndio nataka nichomoe. Usichomoe mpaka wewe mwenyewe baadaye utakapoona katika kompyuta, kwa sababu hizi zinatofautiana.
Hii ya huyu ni umesikia ni 1%, lakini wewe unaweza kashangaa unaangalia hapo unakuta ni 18%. Sasa ina maana ukitoa, kwa hiyo ina maana lazima uangalie on your own. Hebu down out tena. Hebu rudia zoezi From the beginning. Na waonyesha hali ambapo usipo unhide zile pale kwenye notification area, ina maana there is possibility ya kupata hizo zikiwa chache. Check for notification share button. Na down arrow. Unaona mpaka hapo hujapata NVDA, si ndio? Ni kwa sababu hujazi unhide. Kwa hiyo ili kuzi unhide, ukisikia tu notification chevron button, inatakiwa na press space bar. Sasa press space bar, hapo ndio ukiona down arrow, utasikia information hii, ndio moja hapo inakuwa ni NVDA. Haya, naomba mwalimu aendelee. Asubuhi kama nakumbuka vizuri, mojawapo ya kazi ambayo tulifanya ilikuwa ni kuziangalia hizo, nikasema kwamba some tutazikava pale ule muda, na of course we covered, na nyingine nikasema the way we are progressing tutakuwa tunazikuta huko mbele. Mojawapo ya hicho kitu sasa ambacho nikasema kama tutakuta mbele ni NVDA. Procedures zangu ni zile zile. Nilisema unaenda kwenye notification area. Of course ukienda kwenye notification area, kitu cha kwanza kabisa kukisikia hapo, hujabonyeza either down arrow, ni notification chevron button. Utabonyeza space bar hapo, na nikasema for the purpose of unhiding the hidden icon. Then utabonyeza down arrow hapo arrow, utakuta NVDA button. Nilisema kwamba usipige space bar ili kufungua. Bonyeza application key. Hapa sisi lengo letu ni kuquit NVDA au kuondoa, kufunga NVDA. I think I'll go step by step na mtu mmoja hapa. Nenda kwenye notification area. Start menu, search box, edit search programs and file. Start button, Control S. Running applications, toolbar, Internet Explorer, notification chevron button. Shapo. Zimesikia imeambia notification chevron button manake hapa sasa anatakiwa apige space bar ili unhide zile hidden icon. Unaposema na unhide maana yake anaamshi yote na hizi zote. Ili ionekane. Sasa wewe kwako sijakutema nakuja. Nilikuwa naongea ni kweli. Wewe hapa. Twende kwenye notification area. Start menu, search box, start button, running notification chevron button. Zimesikia notification chevron button hapa ziko hidden. Sasa anatakiwa unhide kwa kupiga space bar. Space bar. Zimeshakuwa unhidden sasa. Bonyeza hapo arrow. Notification overflow, Customize link ni option ya kwanza ambayo anaipata baada ya kubonyeza hapo arrow. Tena hapo arrow. overflow notification area toolbar, easy software manager agent. Easy software manager agent. Tena hapo arrow. NVDA button. NVDA button nimeipata jamaa, sio? Bonyeza down arrow mara moja. Down arrow. Easy software manager. Alafu bonyeza hapo arrow. NVDA button. Si jamaa kaipata bana. Umeona Mbona mpige makofi? Sasa bonyeza application key. Kisha bonyeza. Ameambiwa NVDA menu. Kwa hiyo option ya kwanza ambayo utaipata, kitu ambacho utakiambiwa baada ya kubonyeza application key ni NVDA menu. Bonyeza down arrow. Preferences submenu key. Preferences tena. Tools submenu key. Tools tena. Help submenu key. Help tena. Revert to save. Revert to save the configurations tena. Reset configurations tena. Save configurations tena. Donate tena. Yes, that's what I wanted my dear. Exit. Waweza kutumia hata hapo arrow. Exit. Exit. Hicho ndicho ninjo nakitaka. Piga enter. Okay. Alipopiga enter akasikia vitu vifuatavyo. Kwanza kisound hivi. Alafu tokea dialog box. Dialog box ni sehemu ambayo mtu sasa anakuwa anaongea na kompyuta yake. Ndio ikatokea hapo. Sasa hii dialog box inamuuliza, hivi kweli wewe unahakika kwamba unataka kuquit NVDA? Sasa always kwenye dialog box watu na navigate kwa kubonyeza tab. Hebu bonyeza tab hapo ili kupata majibu yes no. Jibu la kwanza ni no, amepata no button alt n tena. Yes button alt y. Mpige enter hapo. Kisha imekwisha hii yani. Jamaa hata yani hapo ndio ushamwaribu, yani hapo unaweza kutumia kompyuta tena kwa style hiyo. Jamaa ameweza kuquit computer. Back to you. Start menu, search box, edit search programs and files. Start button, Control S. Running application.
Piga space bar hapo. Space. Bonyeza hapo arrow. Customize link. Tena. Overflow notification area toolbar. Easy software manager agent button. Tena. NVDA button. NVDA button sio? Bonyeza application key. Ukimaliza space bar, key ya kwanza ni alt. Key ya pili ni application key. Kutoka alt ya kulia na neno application kufanya hivi. Nitakuja kwako baadaye. Tunazungumza kuhusu kuquit NVDA. Tumesema kwamba nenda kwenye notification area. Kitu cha kwanza utaambiwa notification chevron button, piga space bar, bonyeza down arrow au up arrow, utakuta NVDA button, bonyeza application key. Ukishabonyeza application key, bonyeza up arrow, utakuta exit, piga enter. Exit, EXIT, exit. Then unapiga enter. Of course this is a complicated exercise. Kila mmoja anatakiwa afanye. Na hii bado sana. Uko mbele tunakoenda huko spime. Rua Katale, anza. Waambie jamii. Tunaanza na start menu. Start menu. Search box edit search program. Add files. Blank. Start menu. Start button. Control S. Running applications. Notification check. Yuko wapi kwenye notification jamani? Sawa eh? Space bar. Space. Up arrow. Customize link. Internet Explorer. Overflow notification area toolbar. NVDA button. NVDA button, sio? Yeah. Application key, NVDA menu. NVDA menu. Up arrow. Exit X. Exit. Piga enter. Exit NVDA dialog. Are you sure you want Yeah. to quit NVDA? Yes button Alt Y. Piga enter hapo. Upendo. Hebu nipe hatua za kuquit NVDA. Tunaanza kwenye start menu. Search box. Start button. Control S. Running applications. Notification check button. Piga space bar hapo. Space. Tumia hapo. Customize link. Overflow notification area toolbar. Bluetooth devices button. NVDA button. NVDA button. Application. NVDA menu. NVDA menu. Up arrow. Exit X. Exit X. Piga enter. Exit NVDA dialog. Are you sure you want to quit NVDA? Yes button Alt Y. Piga enter hapo. Asante. Procedures zinaingia au bado haziingii jamani? Mtu wa kweli, procedures zinaingia ziingii. Yaani sitaki nisikie sauti ya NVDA. Leo tunatumia macho sasa. Mmoja lazima azime babu eh? Zima kwako. Ongea kwa sauti. Start menu kama kawaida. Start menu. Search box edit search programs. Add files. Blank. Start button. Control S. Waambie. Running applications toolbar. Internet Explorer cannot display the web page. Windows Internet Explorer button. Submenu. Piga space bar. Hapo nimekwambia nini? Imekwambia notification area. Imekwambia Internet Explorer cannot display the web page. Bonyeza tabu tena. Notification check button. Hapo sawa. Piga space bar. Space bar. Space. Haya, hapo arrow. Customize link. Ndio hiyo, endelea. Overflow notification area toolbar. Easy NVDA button. NVDA button, application key. Anza upya. NVDA menu sawa. Hapo arrow. Exit X. Piga enter. Exit NVDA dialog. Piga enter tena. Haya, kaa kimya hivyo hivyo. Haya, konye. Hebu zima hiyo NVDA yako. Kwanza sijajua. Tunaanza na start menu. Start menu. Start menu. Search box edit search. Start button. Running up notification check button. Space bar. Hapo arrow. Notification overflow. Customize link. Tena mpaka usikie NVDA. Overflow NVDA button. Application key. Hapo arrow. Exit X. Piga enter. Exit NVDA. Enter tena. Sikudhani. Start menu. Search box edit search program. Start button. Control S. Escape ndio una close document. Una close program. User promoted notification area toolbar. Solve 3HR49 midnight. Not connected. You are currently not connected. Speakers. Plus 1% button. Not connected. You are currently not connected. 3HR49 midnight. 2% remaining. Solve easy issue. One important message. Endelea. Notification check button. Endelea. Usipiga pale space bar, endelea. Customize link. Tena. Overflow notification area toolbar. Easy software manager. NVDA button. Application. Hapo arrow. Piga enter. Enter tena. Java. The start menu. Start menu. Start button. Control S. Running applications. Notification check button. Nakuja space. Space. Nakuja down. User promoted notification for HR19 midnight.
not connected. You are currently on speakers. 100% merger. Clock 10:46. Overflow notification area job bar. NVDA merger. Nakuja application. NVDA menu. Okay, I'll come back to you, brother. Nikija hapa naanza kwenye hapo. Exit X. Enter. Nakuja enter. Baada ya enter nakuja Ushazima. lakini imezima kabla. Ulipiga enter mara mbili. Nikipiga mara mbili inazima. Kwa sababu itakwambia do you want to exit Kwenye NVDA? kifupi njia ya mkato. Hiyo ndio sawa. Nataka mkato. Mkato sekunde tu. Mkate mimi sijui. Unajua ndefu tu mwenzenu. Oh yeah. Rudi nyuma tu hapo. Application. Hapo hapo. Chemka. Asante. Hapo. Hapo. Enter. Tena. I don't expect to hear NVDA in this line, wimbo zamu yako. Quit NVDA. Nakusikiza wimbo. Oya, nisikie basi. Piga hapo hapo faster tu. Enter. Tena enter. Haya. Naanza first button. Start menu. Search box. Edit search programs and files. Start button. Control list. Running applications. Dual R. Notification. Chevron button. Naenda kwenye Space. naenda kwenye down arrow. Solve PC issues. One important message button. Solve PC issues. One HR06 with 90% remaining button. Not connected. You are currently not connected to any networks button. Endelea. Speakers. 100%. Clock 10:50. Notification overflow. Overflow notification area dual R. Bluetooth devices button. Tena. NVDA button. Application key. NVDA menu. Hapo hapo. Exit X. Enter. Exit NVDA. Tena. Are you sure you want to quit NVDA? Yes button on Y. Enter tena. Naomba nizimie hiyo NVDA. Start menu. Search box. Edit search programs. Start button. Control list. Running application. Notification. Chevron button. Space bar. Space. Hapo hapo. Customize link. Tena. Overflow notification area dual R. NVDA button. Application key. NVDA menu. Hapo hapo. Exit X. Tena. Enter. Exit Tena. NVDA. Are you Enter. sure you want to quit NVDA? Enter tena. Yes button on Y. Steve changa. Nizimie hiyo NVDA yako. Space bar. Hapo 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 mpaka usikie NVDA. Application sasa. Enter. Tena. Okay. I don't expect to hear any NVDA talking. Kwa sababu wote tumezima NVDA zetu. Demonstrator. Uko vizuri? Yes, demonstrator, are you ready? Niko naongea na demonstrator. The main demonstrator will be demonstrating to us. Then we'll be following the procedures with the guys doing there. Sasa niko mbele kwa na demonstrator ambaye atakuwa anatudemonstratea, lakini hawezi kudemonstrate yeye kama yeye. Anatakiwa aongozwe na nyie. Kwa sababu yeye hajui, yani yeye kama roboti.
bonyeza hiki, fanya hivi. Don't expect kama eti leta vitu. Sasa huyu jamaa anatakiwa azime video yake. Afanye nini sasa? Anza? Start menu. Alafu Start button. Running application toolbar. Notification area toolbar. Button 1 of 9. Hapa fanya nini? Abonyeza space bar babu wewe. Space. Local area connection. Alafu hapo haro mpaka kutia nini? Properties button. Hii hapa virus imetafuna alama ile. Sasa ngoja mimi niende kinamna kwenda kwenye ile NVDA menu pale. NVDA menu. Sawa kafika kwenye NVDA menu afanye nini sasa hapa? Exit tupeleke kwenye exit. Kafika bwana. Sawa? Afanye hujamini? Oya, hajamini msikizishe upya. Reference exit X11 of 11. Umeamini bado? Okay. Sasa afanye nini? I'm the long way. Afanye nini? Piga enter. Exit NVDA dialog. Are you sure you want to quit NVDA? Yes, button alt Y. TP. Yes. Makofi kwa demonstrator. Woohoo! Okay. Safi sana, very interesting. Kwa kuwa demonstrator ameweza kudemonstrate vizuri, tuwashe NVDA zetu. Washa NVDA yako. Ikishawaka vizuri, ikishawaka izime. Afu lako mnicheat. Don't cheat me please. Washa NVDA. Okay, kila mmoja washa NVDA na pita kukagua ikiwa imewaka. Washa NVDA. I'm coming soon to check it. Kwa sababu nimegundua hapa kuna mtu anaweza kanicheat. Washa NVDA, sikia. Huyu demonstrator ajue hata kuwasha NVDA. Hebu tumfundishe kwanza. Demonstrator awashaje NVDA yake? Kamata control demonstrator Kamata alt demonstrator N fanyanya Okay, poa. TPWRN2. Okay. Kamata control alt na kabonyeza N. Nimesikia ile sound ikaongea na kuongea. Kwa demonstrator amemudu zoezi. Sasa na sisi tuige mfano wa demonstrator kama tulivyomwelekeza sisi kwamba abonyeze control alt na kabonyeza N. Uzime hizo NVDA. Uzime hizo NVDA. Na nitakuja kukagua kama kweli mzimu wale mdanganyiko. Kizeni niwaambie, wengi tujazima NVDA. Bwana Farid, hebu waeleze ambao hawajazima NVDA, wazime vipi NVDA zao? Sikilizeni hizi procedures kwa makini. Alafu then nitatoa dakika 3 nyingine ili NVDA zote ziwe zimezimwa na nipate fursa ya kwenda kukagua kompyuta moja moja, na kwa yule anayecheat kuniwekea headphone anafikiri kwamba sitasikia sauti. Aya. Bwana Farid, mtu ambie NVDA inazimwaje? Ni hivi. Naona wengi NVDA zenu bado zafanya kazi. Sasa mnatakiwa mbonyeze kama ifuatavyo. Kwanza mnatakiwa mwanze na button inayoitwa start menu key. Unaibonyeza mara moja. Kisha unakuja kubonyeza escape mara moja. Baada ya hapo unabonyeza button inayoitwa tab mara 2. Ili uende wapi? Unakwenda kwenye notification area au notification chevron ambayo itakwambia mwisho button. Ambapo button yenyewe ambayo unatakiwa kuibonyeza ukishafika hapo ni space bar. Ukishaibonyeza hiyo itakuletea orodha ndani yake ambayo utanavigate kwa kasa keys ambayo ni right arrow au down arrow au left arrow au up arrow. Kwa hiyo utatafuta NVDA kupitia moja ya arrows hizo 4. Ukipata NVDA unatakiwa kubonyeza application key. Ukishabonyeza application key, bonyeza either up arrow au down arrow upate neno linalosema exit.
kisha bonyeza enter mara 2. Hivi nyinyi mnafikiri mtu kama huyu hastahili kupewa zawadi ya kupashiwa hivi? Eti anastahili hastahili? Basi tufanye hivyo. Wataka uongezee, unataka urekebishe? Nataka niweke aware. Haya, okay, aware. Usiclaim kama ukienda kubonyeza exit utakutana na neno yes. Sometimes ukibonyeza exit utakutana na neno no. Kwa lazima uende kwenye tab ulitafuta neno yes. Alafu uje tena kwenye exit uklik. Yani hivi. Unaweza kubonyeza exit. Okay, mimi nimekupata. Nita clarify more. Kwa nini hao watu wale wasipewe zawadi ya makofi? Sio mpige, mpigie. Msije mkaanza kumpiga makofi. Ndio sio kaa. Haya, tunampa makofi matatu. Tulia, tunampa kwa kumpigia, sio kumpiga. Tunapasha sana mpaka uungue. Haya, tumpe tena. Oh yeah. No, maembe na nyie vipi? Jamaa ameeleza vizuri. Maelezo ya Faridi ni mazuri, matamu, yako more clear. Yaani it's like kwamba alikuwa na copy, hapa ka paste. Unaenda kwenye notification area. Siku zote kuwa tunaenda kwenye notification area. Kama mtu angekuwa mjanja angechukua zile skills, yale maujuzi ambayo nilimpa time fulani, ingekuwa faster sana. Unaenda kwenye notification area. Ukisha kwenye notification area, tafuta NVDA. Ukipata NVDA, bonyeza application key. Application key bonyeza either up arrow down arrow, lakini up arrow ni nzuri zaidi kwa sababu unakuwa karibu. Exit button, piga enter. Utakutana na kitu kinaitwa dialog box. Ni kibox cha kupiga story hii, Kwa hiyo dialog ni kufanya nini? Ni kujadili, kusungumusa. Yaani sasa wewe na kompyuta yako mnakuwa mnazungumza. Kompyuta itakuuliza, "Do you really want to exit NVDA au to quit NVDA?" Wewe unakuwa na option mbili, either no or yes. By default option ya kwanza uweze ukaikuta yes. Mara nyingi huwa iko hivyo. Lakini vizuri ukajisikilizisha kwa makini au kabonyeza tab kupata majibu mengine. Unakuwa na no na yes. Ukienda kwenye yes unapiga enter. Basi mzigo unakuwa umeutua. Dakika 3. Sitaki nisikie NVDA. Kila mmoja azime NVDA yake. Sasa nataka tuangalie menu kuu katika NVDA. Kunavigate, kuangalia vitu au menus mbalimbali ambazo zipo kwenye NVDA yetu. Kila mmoja awashe NVDA yake. Yes. Washa. Washa NVDA. Tumewasha wote NVDA zetu. Sasa nimesema kwamba tunaangalia menu kuu ndani ya NVDA. Kwa nini menu kuu ni nini? Menu kuu ni vile vitu vikubwa vile ambavyo ndani yake vinakuwa na vitu vidogo ndani. Sasa sisi tunataka tuangalie tu hiyo orodha kwamba kuna hii na hii. Moja wapo ya list ambazo tunaziangalia ni sehemu ya exit. Exit ni one of the menu keys, lakini yenyewe imo humo. Procedures zile za kuipata exit ndizo zitakazotumika. Tunaenda kwenye notification area, the first process. Notification area tunaenda start menu, escape, tap mara 2 tunafika kwenye notification area. Baada hapo tunapiga space bar ili ku-unhide the hidden programs. Ukishaipata NVDA, utabonyeza application key kama ilivyokuwa mwanzo. Ulipobonyeza application key ilikwambia nini? Ilikwambia NVDA menu. Ilikwambia NVDA menu. Sasa tulibonyeza hapo mara moja ni kwa sababu ya uzembe wetu ili tuweze kuipata exit kwa haraka. Sasa hivi msimu huu tutabonyeza down arrow ili kuchelewa zaidi na ili kuangalia menu zilizopo. Kwa sababu tulipobonyeza hapo arrow kitu cha kwanza kukutana nacho ni exit tu hapo tukaanza piga hapo. Ikawa sasa msimu huu atubonyeze hapo arrow. Msimu huu tunabonyeza down arrow ili kuangalia hivi huyu ameniambia NVDA menu. Kuna menu gani? Kuna wali, ndizi, pilau na nini? Sio zile? Tunaangalia hizo menu. Then mpaka kwenye exit yenyewe ni one of the menus Menu ya kwanza itakuwa ni preferences. Menu ya pili umo mpaka utakapokuta exit ndio menu ya mwisho. Yes. Left arrow na right arrow hajihusisha hapo. Hizo achana nazo kwanza. Hapa utacheza na up arrow na down arrow. Left arrow na right arrow nitakwambia baadaye. Kwa hapo tunazipiga chini kwanza. Tumesema tunaenda kwenye notification area,
Tukishaenda kwenye notification area, ukisikia notification button, unabonyeza space bar, unabonyeza hapo arrow mpaka utakaposikia NVDA, then unabonyeza application key, utasikia NVDA menu, then bonyeza down arrow ili uweze kuangalia mseto wa menu zilizopo hapo. Mimi nakaa kimya, naliacha jukumu kwa nyie na demonstrator. Mwelekeze demonstrator. Unajua nini ninachokifanya hapa? Majukumu yote ya demonstration nyie nimewavua rasmi kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo sitegemei kusikia NVDA yoyote kwa muda huu. Sitegemei kusikia NVDA yoyote. Ninachotegemea kusikia ni sauti za watu zikimwelekeza demonstrator. Kata kushoto, tembea kulia kidogo, hapo. Hizo ni sauti ambazo zitakuwa zina instruct demonstrator. Kwa hicho ndicho ninachokitegemea kutoka kwenu. Na hatutakuwa tukiongea kama tuko kilabuni. Mmoja wenu atateuliwa na nyinyi wenyewe au atajivolunteer mwenyewe ili kuweza kuminstruct demonstrator, na sisi tunakuwa waangalizi, tuna monitor kwamba anaongea vizuri au anampeleka chaka demonstrator. Okay, tumchague mtu ajivolunteer mwenyewe by the way. Ni mmoja tu nataka. Ni wewe? Aha. Rwakatare anasema yeye anajivolunteer kumwelekeza bwana demonstrator aweze kutupeleka kwenye NVDA menu ili tuweze kuaccess menus ambazo zipo kwenye hiyo program ya non-visual desktop access. Twende bwana Rwakatare na demonstrator. Demonstrator? Asante wewe. Sasa kinachofanya ni nini? Kinachofanya kubonyeza ndani yao tuweze kuexplore hizo menus ambazo ziko hapo. Sawa? Jambo la kwanza preferences, apora pamoja ili wasikie vizuri. Yes, preferences. Preferences submenu. Oh. Preferences submenu. Menu ni preferences. Menu ni nini? Preferences. Lakini unajua preferences submenu kwenye sub baada kuna main menu. Hii ndio kwa sababu preferences ndio menu kuu. Kwa hiyo kumbe kama kuna submenu maana kuna vimenu vidogo kama sawa. Yes. Ndani ya preferences kuna menu nyingine. Ili uweze ku-access submenu utaweza hapo right now. Lakini sitaki. Tuna explore menu kuu. Kwa hiyo tumegundua kumbe menu ya kwanza ni preferences. Lakini vingine kuna submenu. Okay, asante. Menu ya pili ya mwenye nini? Ndio dawa. Oh, nini? Hajasikia? Hajasikia? Ni nini? Nini? Tools submenu. Kumbe na hii tools menu kuna yeye na submenu. Menu kidogo. Menu nyingine kuu. Oh, nini ndio? Submenu. Help submenu. H-E-L-P. Submenu H. Help submenu. Kumbe na nyingi help kumbe submenu vingine. Okay, jana. Reserve configuration. Reserve to save configuration. Unaweza kusema kitu reserve configuration. Lakini yenyewe haina submenu. Reset configuration to factory. Haina submenu yenyewe. Nyingine save configurations. Haina submenu yenyewe. Nyingine donate.
Yes. Nyingine exit. Simona tumeikuta. Mbona niko kwa mbali? Ndio mbali. Mara moja tu jamani. Kile ndo yaro. The guy was locating cycling here. Kaudi hapa. Hizo ni menu kuu ambazo zinapatikana kwenye NVDA. Tool, help, reset, exit. Kwa hiyo hizo ni menu ambazo zinapatikana kwenye NVDA. Menu ambazo zinapatikana kwenye NVDA. Jamani, mpaka hapa. Kila mtu anaweza kwenda kwenye hizo menu. Njia za mkato. Uquit NVDA mara moja tunaongea insert plus q. Insert plus q una quit NVDA. Kwenda kwenye NVDA menu insert plus m. Insert plus q una exit NVDA. Insert plus m uenda kwenye NVDA menu. Tuonane kesho. Ndaka tuangalie, tuipembue, tuichambue moja moja ndani. Ili uweze kuiangalia menu lazima uende kwenye menu. Uweze ukaangalia uzuri wa chumba fulani au baya chumba fulani bila kuingia kwenye hiyo chumba. Uweze tu wetu kaishia nje usema chumba kile kibaya. Umeingia ndani au umeangalia tu nje? Ingia ndani uone mambo. Sasa tunataka tuangalie sasa menu mojawapo ambayo menu ni kubwa, menu ya msingi, menu yenye mashiko kwenye NVDA. Kabla tuanze kuangalia menu, inatakiwa tuwe kwenye NVDA menu. Kama kawaida, I'll be using my demonstrator. You'll be cooling, keeping, chilling down, listening to him, doing the things, and then the time for you will come, you'll be doing one by one. Sasa kinachofuata ni nini? Ni kwenda kwenye NVDA menu. Yote tushazungumza, tunaenda kwenye NVDA menu na nini. Sasa demonstrator hapa anatakiwa aende kwenye NVDA menu. Demonstrator, nenda kwenye NVDA menu. Assuming kwamba wote tunajua kwenda kwenye NVDA menu. NVDA menu. Sasa nataka tuangalie kitu kinaitwa preferences. Bwezi down arrow babu. Preferences on menu D. Yes, hapo. Imekwambia preferences submenu P. Okay, hiyo P achana nayo. Lakini ni preferences submenu. Katikati ya neno preferences na submenu, of course huwa kuna neno linarukwa. Ni preferences has submenu. Preferences is a main menu. Although its main menu, it has submenus within it. Jana nikadokeza, nikasema ukitaka ufungue submenu, ukisikia submenu, bonyeza right arrow mara moja tu. If not right arrow, you just press enter key. You'll be opening that submenus. But the recommended key here is right arrow. Either right arrow or enter. But always when I recommend kutumia right arrow. Hiyo ni open submenu. Na close submenu is vice versa, left arrow. Sasa ujamaa amefika kwenye preference, nisikilizishe tena baba, msijaelewa. And preferences on menu D. Preferences submenu. Nifungulie submenu kwa kubonyeza right arrow. General settings G1 of 13. General. Fanya mambo. General settings G1 of 13. General settings G1 of. Yes. Kama ilivyosema jana, ukiwa makini kusikiliza hii kitu ninavyoongea utagundua mambo. Hapa nimegundua mambo matatu tena. Kicho kwanza nilichogundua kumbe cha kwanza ni general settings. General settings. Haikuishia hapo. Akasema in this list, this is number 1. General setting is the number 1. Number 1 of how many? Of 13. 1 of 13. Kwa hiyo kumbe preferences ina submenus 10 na ngapi? Na general settings ni ngapi? Okay. Kumbe sasa kama general setting ni ya kwanza, kumbe tujaribu kuziangalia hizi 12 ni zipi? Tunaangaliaje sasa hapa? Down arrow ndio. Hebu nisikilizishe demonstrator.
Kwa kutumia down arrow. Synthesizer S2 of 13. Ni nini? Hebu fanya mambo tena. Synthesizer S2 of 13. Synthesizer S2 of 13. Kumbe kwenye list yetu ya vitu 13, 13 items, synthesizer is the second item. Synthesizer. Baadaye nitakuja nita describe one after another. Anaposema synthesizer na maana gani, general settings ni nini na nini. Hapa tunataka tuangalie kwamba kwenye preferences kuna nini na nini na nini. Synthesizer tumeshaielewa mzee. Nyingine Voice settings V3 on 13. ni nini sijui sijasikia. Voice settings V3 on 13. Voice settings V3 on 13. Kumbe ni voice settings. Kwa hiyo kwenye zile list zetu 13 tumeshapata general settings, tumeshapata synthesizer, tumeshapata voice settings. Inafuata Braille settings R4 on 13. ni nini? Braille settings R4 on 13. Braille settings. Kumbe kuna braille humu. Au ni braille nyingine? Braille settings. Hebu jaribu tena. Braille settings R4 on 13. Amebonyeza up arrow ukasikia vo kwenye voice settings. Braille settings. Braille settings. Braille. Haya bana. Kingine Keyboard settings K9 on 13. keyboard settings. Mouse settings M6 on 13. Ni nini hiyo? Yes. Review cursor C7 on 13. Review cursor. Input composition settings I8 on 13. Input composition settings. Kingine Object presentation 09 on 13. kumbe tunasikia vizuri. Nimefikia hatua nito. In object presentation 09 on 13. Ya 9 bana. Hiyo ni shortcut. 9 or 13. Okay. Browse mode B10 on 13. Browse mode. Ya ngapi? Document formatting F11 on 13. Ni nini? Hebu hajasikia vizuri. Document formatting F11 on 13. Document formatting. Document formatting. Speech dictionary submenu D. Speech dictionary submenu D. There we are. Kumbe humu kwenye speech dictionaries na penye kuna submenu. Yaani kama nikamjukuka preferences, Kajikuka preferences. Kwa sababu preferences ndio baba mama. Amezaa hawa watoto 13. Mmoja wao ndio kazaa. Punctuation / symbol pronunciation D13 on 13. Punctuation / symbol pronunciation D13 on 13. Punctuation symbol pronunciation. Ngapi hiyo? Kuna ngapi? General settings G1 on 13. Ameanza mwanzo kumbe unaisikapa kama this is cycle. Sawa? Kama ni cycle, hata kama kianzia hapo arrow atajikuta yuko pale pale kwenye general settings. Mpaka hapo nani kaachwa? Swali Swali kwa mdogo swali. Niambie. Sasa hivi tunafungua hizi. Tunaona sababu menu, sababu general kwa nabo. Nafasi nyingine. Tutashuka. Tukapita pia na watu ya 12 kwa utamani na sababu kwa hiyo tutaelekea ile kufanya thumbnail. Nini procedure zile. Unakuwa tena right hapo. Yep. Swali lingine? Labda tusaidie kidogo nimegundua kwamba hapa kila inayotamkwa mwishoni kuna initial. Ina maana gani? Initial ni shortcuts. Chana nazo. Another question? Nasema initial shortcut kwa maana inasema ni hiyo inayotamkwa. Ina shortcut kama ukitaka kwenda huko utabonyeza hiyo herufi, lakini inaweza kukupeleka chaka sometimes. Achana nayo. Kuna mtu ana swali kuhusu hizo menus. Jana tulijifunza menu za NVDA kwamba kuna preferences, tools,
help na hizo nyingine. Sasa katika hizo menu ndio maana leo mna discuss menu moja ambayo inaitwa pre, ambayo ndani yake ina vimenu tena vingine. So within those menus you'll be discussing one menu after the other, so don't worry. Okay, endelea. Tumeshaangalia zile menu 13. General settings, voice, synthesizer, what. Kwa kumtumia demonstrator wetu. I'll pick watu wawili na wenyewe wa demonstrate. Tutalizika? Au kile mtu atakafanya? Hebu nipeleke kwenye hizo menu 13. 13 zile. Yep, kafika vizuri jamaa, akatembea tembea nini. Mwenyekiti naye nifanyie mchakato hapo. Nenda kwenye notification. Start menu, search box, edit, search programs, and file, start version, running application, notification, chevron version, user promoted notification, area toolbar, solve PC issue, one important message version, fully charged 100% version, not connected, you are currently not connected to any network. Mnafikiri amekosea wapi? Huyu amekosea nini unafikiri? Hajaenda kwenye NVDA, ameishia kwenye notification, akaanza kulalamika. Hakuitafuta NVDA, akabonyeza application key. Tuwe nzote sanga. Start menu, search box, edit, start version, control, running application, overflow notification space, easy software manager agent version, NVDA version, NVDA menu, Q8 key, save configuration S, reset configuration to factory defaults R, revert to save configuration R, help submenu H, tools submenu P, preferences submenu P, general settings G, Nabonyeza lakini haingii. Down arrow bonyeza. synthesizer S, voice settings B, rail settings R, keyboard settings K, mouse settings F, radio cursor C, input composition settings I, object presentation O, mouse mode P, document formatting F, speech dictionary submenu P, punctuation general key. Nimefika jana. Okay. Yes. Sikudhani sanga. Good. Hapa. Tupeleke basi kule. Huo unaongea unachokifanya. Nataka submenus za kwenye preferences. Hiyo tunaanza nayo. Notification user remote, fully charged, not connect, speaker, clock, notification overflow, Bluetooth devices version, NVDA version. Baada ya hapo nakuja kwenye application key. NVDA menu. Chapa menus nakuja kwenye arrows. Preferences submenu P. Chapa preference. Nyewe submenus. Submenu. General settings arrows. G. Synthesizer S. Voice settings V. Rail settings R. Keyboard settings. Mouse settings. Radio cursor. Input composition set. Object presentation. Browse mode P. Document formatting. Speech dictionary submenu. Punctuation / simple pronunciation. General settings G. Hapo nafikiri niko sawa. Uko poa. Hiyo inaitwa ED. Hapa vipi? Tunaweza kwenda vizuri. Start menu. Search box. Start button. Control. Java. Running application. Notification area toolbar. F space. Good. Easy software manager agent version. NVDA version. NVDA menu. Preferences submenu B. General settings G. Okay. Ukifika hapo jisha. Okay. Thank you. Asante. Upendo Swai. Shabo. Tungu. Wacha kachua. Yaani hata sitaki escape mwenyewe, nime escape mwenyewe kwa hasira. Haya, anza upya.
Notification. Down arrow. Right arrow. General settings. G. Alright. Now, Start menu. Start button. Control S. Running up notification. Share on button space. You've 90 not speak. Clock. Overflow. Easy soft. NVDA button. NVDA menu. Preferences. General settings. Synthesis. Voice set. Poa. Mwalimu wangu mmoja yepremwa. Nipo kwa wimbo hapa Start menu. Search for settings. Search program. Start button. Control F. Running application. Overflow notification area. Backspace. Customize. Link. Notification. User remoted note. Fully charged. Whopper. Not connected. Speakers. Clock. Night. Notification. Overflow. Open NVDA button. NVDA menu. Preferences. Submenu D. General settings. Okay, basi poa. Agnes Mbaga. Start menu. Start button. Control S. Running application. Filter button. Internet Explorer button. Notification. Schedule button. Space. Space. User remoted notification area. Solve PC issues. Important message button. Endelea mpaka utakuta NVDA. 86% available. Tena. Not connected. You're Tena. currently on speakers. 100%. Clock 3. Tena. Notification overflow. Overflow notification Bado. area. Bluetooth devices Tena. button. NVDA button. Hapo. Application key. NVDA menu. Down arrow. Down arrow. Preference. Dual submenu T. Hapo arrow mara moja. Preferences submenu P. Right arrow. General settings. G. Haya. Steven Changaza. Fanyia huo mchakato. Oya, kompyuta moja tunataka isikilize Changaza. Sasa sikizeni. Na hapa dakika 3 za kuangalia na kama hamu ya kubonyeza hivi. Zipitieni hizo alafu baada ya dakika 3 zikiisha tunakuja tunapiga sasa. Kwa hiyo tupitie kwanza hizo hapo faster. Mfanye kwa kushare. Wawili yani. Yaani inagoma network hata hii internet. Hapa nasemaje? A connection to the remote computer could not be established. So the port used for this connection was closed. For further system. Nichomeka hata hii imegoma. Inasema server not found. Sasa hiyo mwalimu nafikiri tutakuwa maisha hela ya. Mwalimu tutakuwa maisha hela. Kwa sababu message kama hizo huwa zinakuja kama hela. Lakini mbona hata hii hapa imekataa hela? Sure. Hebu restart kwanza. Restart hapo. Might hiyo message inajisumbua na restart alafu chomeka hii sasa. Mimi nimediscover kama kuna sehemu nyingine unaweza ukaenda kwenye preference hapo utatafuta submenu za hiyo preference. Tumediscover kwamba kwenye preference kuna submenu humo ndani. Unaweza ukatafuta nyingine. Sikudhani. Wewe unakijua Kifrench? Comment ça va?
nikaona ile ilishinda. Nikatafuta tena hiyo nanili hiyo NVDA button. Nikafanya kwenye nikaweka kwenye menu kile. Nikaniambia pale preference. Nilifanya kwenye preference nika enter. Menu nikafuta voice. Nilipofanya voice nikaeka tena. Nikaanza kunisomea tena langu nikarudisha kwenye nipe na mkono. Nipe mkono. Yes, mambo mazuri. Unafikiri kwa nini nilimwambia nipe mkono? Ni kwa sababu moja, kwanza alikuwa anajua anachokifanya. Sawa? Na ndio maana ameweza kueleza step by step. Sawa? Yaani ile hatua moja moja. Vipi umemchangala? Wewe umegundua nini? Kwanza mimi nimegundua voice ya kompyuta zetu na ya yule bwana aliyekuwa anaongoza pale ziko tofauti. Sababu yule kwa mfano akisema general yeye ilikuwa anasema G mimi 13 lakini sisi inasema tu G. Oh, inasema tu G. Okay. Hey, yes. Hapa ambazo ni Okay. Yeye alikuwa anaziangalia zile main menus Amesema menu tatu kuu zina sub menu: preferences, help na tools. Sawa, good.